Mfanyabiashara alirudi nyumbani na kumkuta mwanamke kijana ambaye alikuwa ameingia katika nyumba isiyofaa, akala kila kitu jikoni na akalala. Bwana Hamisi alirudi nyumbani usiku wa manane baada ya safari ya biashara Mombasa. Alikuwa amechoka, akitamani tu kulala kwenye kitanda chake kile alichokipenda. Lakini alipofungua mlango wa nyumba yake ambao zilichochakaa huko Eastlands, alishutuka. Harufu ya mafuta ya kupikia ilimvuma puani. Aliwasha taa ya kurunzi, macho yake yakazoea mwanga. Hapo pembeni ya jikoni alimuona mwanamke kijana amelala, amejikunja sakafuni, nguo zake chafu, nywele zake zikiwa zimechanganyika. Karibu naye, vyombo vya mezani vilikuwa vimeachwa wazi, mabaki ya ugali na supu ya nyama yakiwa yamebaki. Hamisi alishika pumzi. Huyo ni nani? Alijisemea kwa sauti ya chini. Alihisi hasira ikimuingia, lakini pia alihisi hofu. Je, alikuwa ameibiwa? Alitembea kimya kimya akamwangalia yule msichana. Alikuwa anapumua kwa utulivu, usingizi mzito kimuingia. Hamisi alirudi kidogo, akafikia rungu lake karibu na mlango. Alikuwa tayari kumpiga hadi akageuka na kumtazama kwa makini uso wake. Kitu fulani kilimfanya asimame. Yule msichana alikuwa amelala kama mtoto, machozi yakiwa yamekauka usoni mwake. Hamisi aliinua rungu juu, lakini mkono wake ulitetemeka. "Amka!" Bwana Hamisi alipiga kelele, sauti yake ikijaza chumba kile kidogo. Yule mwanamke aliruka kama angepigwa na mshtuko wa umeme. Macho yake yalikuwa makubwa, hofu ikiwa imechorwa usoni mwake. Alijikunja kwenye kona, mikono yake ikiwa imejifunika kichwa. "Usiniue, tafadhali usiniue!" alilia kwa sauti iliyovunjika. Hamisi alimshika rungu kwa nguvu. Aliwaza kumlaza chini, lakini sauti yake ilikuwa ya ombi, si ya mwizi. "Wewe ni nani? Umefanya nini nyumbani mwangu?" alinguruma. Yule msichana alitazama pande zote kwa mshangao, kana kwamba anaamsha ndoto. "Nyumba yako? Hii si nyumba ya Shiku?" aliuliza huku akijaribu kuelewa. "Shiku yupi? Hii ni nyumba yangu, nilichukua rehani miaka 10 iliyopita." Hamisi alijibu kwa hasira. Alitembea kuelekea jikoni, akionyesha vyombo vilivyoachwa. "Umeingia kama mwizi, ukala chakula changu, ukalala nyumbani mwangu. Unajua ninaweza kukufungulia kesi ya wizi." Alimnyoshea kidole. Yule msichana alianza kutikisika, machozi yakamiminika. Samahani sana. Nilidhani hii ni nyumba ya rafiki yangu. Aliniambia nifike, nile, nisubiri. Nilikosa nyumba. Jina langu ni Zawadi," alisema huku akijifuta machozi kwa mkono uliotetemeka. "Nimetoka mashambani, nimekuja kutafuta kazi. Rafiki yangu Shiku aliniambia nije nyumbani kwake, akanipa hii anwani. Alisema nifike, nile chakula, nisubiri hadi arudi." Hamisi alikaa kwenye kiti, rungu akiwa bado anashikilia, lakini hasira yake ilikuwa ikipungua. "Anwani gani?" aliuliza kwa sauti kali. Zawadi akatoa karatasi chakafu kutoka mfukoni. Hamisi alichukua, akiisoma kwa jicho la mwanazuoni. Alitabasamu kwa uchungu. "Hapa imeandikwa Kipande Road, Block C. Hii ni Block D, Zawadi. Umekosea nyumba kwa nyumba 3 tu." Zawadi akapiga mkono kichwani. "Mungu wangu, nilitembea kwa miguu kutoka station. Nilikuwa nimechoka. Niliona nyumba hii ikiwa na namba karibu na hili aliyoniambia. Mlinzi alisema nyumba ya Shiku ni hii. Nilidanganywa." Alilia tena huku akiongea. "Sina pesa ya kulipa chakula nilichokila. Sina hata pesa ya kwenda hadi Block C. Nimeshiwa na kila kitu. Hata mwendesha boda aliniacha hapa kwa sababu sikuwa na 100." Hamisi alivuta pumzi ndefu. Alitazama rungu mkononi, kisha akaiweka pembeni. "Wacha nilale, kesho utaondoka." Lakini usiku huo, Bwana Hamisi hakulala. Alilala kitandani, macho yakiwa wazi, akisikiliza kila mtetemo wa nyumba yake. Zawadi alikuwa amelala tena pembeni, lakini sasa alikuwa amejikunja zaidi, kana kwamba anajifanya mdogo asionekane. Hamisi aliwasha sigara, akaitazama moshi ukivuma kuelekea dari. Aliwaza juu ya maisha yake. Alikuwa mjane, mkeo alifariki miaka 5 iliyopita, wakimbiachia watoto 2 ambao sasa wako shule za upili. Nyumba hii ndio mali yake pekee, na sasa ameingiwa na msichana wa ajabu usiku kucha. Alitoka kitandani, akatembea kwa makini mpaka jikoni. Aliangalia vyombo vya mezani, vikumbusho vya chakula kilicholiwa. Hakuna kitu kilichoibiwa. Yule msichana hata hakuwa ameangalia chochote zaidi ya jikoni na sakafu ya kulala. Alimwangalia Zawadi akiwa amelala usingizi wa mchumvu. Nywele zake zilikuwa chafu. Mikono yake ilikuwa na makovu ya kazi ngumu shambani. Hamisi aligundua alikuwa si mwizi. Alikuwa msichana maskini aliyepotea katika jiji kubwa. Alimfunika na blanketi la zamani lililokuwa langoni, kisha akarudi kitandani. Alilala akiwa na wazo gumu akilini. Kesho asubuhi atamfanyia nini Zawadi? Jua lilipochomoza, Hamisi alimwona Zawadi akiwa amekaa pembeni ya nyumba,
amejifunga mkono mguu, macho yake mekundu. Nimeamka tayari. Nitaondoka, alisema kwa sauti ya chini. Hamisi alimnyoshea chai moto. Kunywa kwanza. Zawadi alitazama kwa mashaka, lakini akachukua kikombe, mikono yake ikitetemeka. Samahani kwa usumbufu, aliongeza. Hamisi alikaa karibu naye akachukua kikombe chake. Ulisema unatafuta kazi? Aliuliza. Zawadi aliinua macho kumwangalia kwa matumaini. Ndiyo, nimesoma hadi kidato cha 4, lakini hakula kazi mashambani. Mama yangu aliuza mbuzi wao wa mwisho kunipatia pesa za kufika Nairobi. Hamisi alinywa chai yake kwa utulivu. Kazi si rahisi Nairobi. Watu wengi wanakuja kuitafuta, wengi wanaishia mitaani. Zawadi alishusha kichwa. Najua, lakini sina cha kurudia nyumbani. Hamisi alitazama nje ya dirisha, akaona watu wakienda kazini, maisha yakiendelea. Aligeukia Zawadi. Sina pesa za kukupa, lakini nina kazi ndogo hapa nyumbani. Unaweza kukaa kwa siku chache unisaidie kusafisha, kupika. Nikipata pesa utaondoka. Zawadi aliangupa magoti. Asante bwana. Asante sana. Siku ya kwanza, Zawadi alifanya kazi kama mtiu aliyookolewa. Alifagia nyumba yote, akasafisha vyombo, akapika chai wakati Hamisi akiwa amekaa nje akisoma gazeti. Jirani yao, Bi Rehema, alipita na kumdakia Hamisi kwa jicho la kutaka kujua. Yule ni nani ndani ya nyumba yako? Aliuliza kwa sauti ya chini. Hamisi alitabasamu tu, hakutaka kuelezea mengi. Bi Rehema hakuacha. Mwanamke huja nyumbani kwako usiku? Haya si mambo mazuri Hamisi, watu watasema. Hamisi aliinua macho kutoka kwenye gazeti. Ni msichana wa shamba anayetafuta kazi, ananisaidia kwa siku chache. Bi Rehema alitikisa kichwa, hakuamini. Lakini aliondoka huku akichechemea. Ndani ya nyumba, Zawadi alikuwa amekamilisha kusafisha na sasa alikuwa amekaa pembeni, akiwa ameshika picha ya watoto wa Hamisi iliyokuwa mezani. Hamisi alipoingia, alimkuta akiangalia kwa hamu. Wanangu, alisema huku akichukua picha. Wako shule upili, wanakuja likendi. Zawadi aliinua macho. Mke wako? Hamisi alishusha picha. Alifariki miaka 5 iliyopita. Kimya kiliingia chumbani. Zawadi hakuuliza zaidi, lakini macho yake yalionyesha huruma. Wiki ilipita, Zawadi akawa kama sehemu ya nyumba. Aliamka mapema, akapika chai, akasafisha, hata akapanda maua kwenye ndoo za zamani karibu na mlango. Hamisi alianza kumwona kama mtiu wa familia. Lakini usiku mmoja ghafla, alisikia Zawadi akilia ndani ya chumba cha kulala wageni. Aligonga mlango. Zawadi, una nini? Hakupata jibu, akaingia. Alimkuta amekaa sakafuni, mikono imejifunika uso, alilia kwa ukimya. Ninaomba radhi, alisema huku akijaribu kujituliza. Nina wasiwasi kuhusu mama yangu. Aliuza mbuzi wao wa mwisho kunipatia pesa. Sijui kama amepata chakula. Sijui kama wana nguvu. Hamisi alikaa karibu naye, akampa leso yeye kwa karibu. Umejaribu kumpiga simu? Zawadi alitikisa kichwa. Simu yangu iliibiwa station nilipofika. Sina namba yake kichwani. Nina namba za jirani pekee, lakini simu sina. Hamisi alinyamaza kwa muda, kisha akatoa simu yake mfukoni. Nipe namba ya jirani yako. Zawadi alimwangalia kwa macho ya kushangaa, kisha akatabasamu kwa mara ya kwanza tangu afike. Asante bwana Hamisi. Asante. Hamisi alipiga namba aliyopewa na Zawadi. Simu ilipigwa mara kadhaa kabla ya kujibiwa. Sauti ya mzee ilijitosa kwa Kiswahili kigumu. Halo. Hamisi alimkabidhi Zawadi simu. Zawadi alichukua kwa mikono inayotetemeka. Baba Saidi. Huyu ni Zawadi. Habari ya mama? Alisikiliza kwa makini, uso wake ukianza kung'ara. Anaendelea? Amekula leo? Asante Mungu. Alizungumza kwa muda mfupi, akitoa maswali mengi kuhusu afya ya mama yake na kama kuna chakula nyumbani. Baada ya kuaga, alimrudisha Hamisi simu, huku machozi ya furaha yakimiminika. Mama yangu yuko sawa. Jirani amempa mahindi ya kusaga. Ako na nguvu. Hamisi alitabasamu. Sawa. Sasa utulie. Usiku umeingia. Zawadi alijifuta machozi, akaenda kulala. Lakini usiku huo, Hamisi hakulala vizuri. Aliwaza kuhusu msichana huyu aliyetoka mbali kuja kutafuta maisha bora, lakini akakumbana na ugumu tangu anafika. Aliwaza kuhusu watoto wake na jinsi angependa wapate maisha rahisi. Alijisemea moyoni, Mungu amenileta mti huyu kwa sababu fulani. Ijumaa alasiri, watoto wa Hamisi, Kevin na Messi walifika nyumbani.
Kevin alikuwa na miaka 17, Messi 14. Walipofika, walimkuta Zawadi akiwa ndani. Walisimama mlangoni kwa mashaka. "Baba, huyu ni nani?" Kevin aliuliza huku akimchungulia Zawadi kwa macho ya tahadhari. Hamisi aliwaita wote waketi. "Huyu ni Zawadi. Anatusaidia kwa yeye kazi za nyumbani, kwa yeye muda. Ako hapa kwa yeye sababu alikosea nyumba alipokuwa anatafuta rafiki yake." Messi alimwangalia Zawadi kwa huruma, lakini Kevin hakuwa radhi. "Baba, huyu ni mgeni. Unamjua wapi? Watu wanaweza kuingia nyumbani kwa urahisi." Hamisi alimtazama mwanawe kwa umakini. "Kevin, nimekuwa nikifanya biashara kwa yeye miaka mingi. Najua kumtambua mtu. Zawadi hana hatia." Kevin alinyamaza, lakini siku nzima alimchungulia Zawadi kila alipo. Zawadi hakujali. Aliwapikia watoto chakula kizuri, akawasaidia Messi kufanya usafi wa vyombo. Jioni, Messi alimkuta Zawadi akiwa ameketi nje, akitazama jua linazama. "Zawadi, unatoka wapi?" aliuliza kwa sauti ya utani. Zawadi alimweleza kwa ufupi. Messi aliguswa. "Ninaomba usijali kaka yangu. Yeye ni mlinzi wa nyumba. Baba amekuwa mpweke tangu mama afariki." Jumamosi asubuhi, Hamisi alitoka kwenda sokoni. Aliporudi, alikuta Kevin akiwa amesimama mlangoni, mikono imevuka, uso wake umejaa hasira. "Baba, nimekuta Zawadi akiwa ameingia chumbani mwako." Hamisi alitupa mzigo alionao. "Alikuwa anasafisha, ndiyo kazi yake." Kevin alitikisa kichwa. "Hapana, alikuwa anachungua picha za mama. Nimeona, huyu mwanamke ana nia mbaya." Hamisi aliingia ndani, akamuita Zawadi. Zawadi alitoka kwenye chumba cha kulala, uso wake umejaa hofu. "Nilikuwa nasafisha kabati, nikaona picha za mama yao. Nilitaka kuziweka sawa, sikutaka kukosea." Hamisi alimtazama Kevin. "Unaona, hana ubaya." Kevin hakuachia. "Baba, watu wanaongea. Birehema aliniambia jana usiku. Wanadai una mwanamke ndani ya nyumba kabla hujaolewa tena. Hii ni aibu." Hamisi alishika pumzi. "Kevin, nimechoka na maneno ya watu. Zawadi hana makazi, hana kazi. Atakaa hadi nipate njia ya kumsaidia. Hilo ndilo neno la mwisho." Kevin alitoka nje kwa hasira, akapiga mlango kwa nguvu. Zawadi alisimama kimya, machozi yakimtiririka. "Labda ni bora niondoke," alisema kwa sauti iliyovunjika. Hamisi alimnyoshea mkono. "Hapa ni nyumba yangu. Hukuondoka hadi nitakaposema." Masi alimkuta Zawadi akiwa ameketi kwenye kona ya nyuma ya nyumba, akijifuta machozi. Aliketi karibu naye kimya, kisha akamshika mkono. "Usijali kaka yangu. Yeye ni mkali, lakini ana moyo mzuri." Zawadi aliinua macho. "Labda yeye ana sawa. Mimi ni mgeni. Sistahili kuleta fitina nyumbani kwenu." Masi alitikisa kichwa. "Baba amekuwa MP weke sana. Tangu mama afariki, hana mtu wa kuzungumza. Sisi watoto tunakwenda shule. Anabaki peke yake." Alipumua kwa shida. "Ninaona jinsi anavyokutazama. Amekuwa mchangamfu kidogo tangu ufike." Zawadi alitazama mbali. "Mimi si mbadala wa mama yenu. Nimekuja kutafuta kazi tu." Masi alimkumbatia. "Najua, lakini ni vizuri kuwa na mtu nyumbani. Usiondoke. Nitaongea na Kevin." Jioni, Masi alimkuta Kevin akiwa amekaa nje, akiangalia nyota. Alikaa karibu naye. "Kevin, baba hana hatia. Yeye anasaidia tu. Ungekuwa wewe ungependa mtu akusaidie?" Hakujibu. "Tumempoteza mama. Sasa unataka baba apoteze furaha pia?" Kevin alitazama kwa muda, kisha akaingia ndani bila kusema neno. Jumatatu asubuhi, watoto walirudi shule. Nyumba ikawa kimya. Zawadi alikuwa akisafisha chumba cha Hamisi alipopata bahasha chini ya godoro. Ilikuwa imefungwa, lakini imeandikwa kwa mkono, "Kwa Bwana Hamisi, Nairobi." Alitaka kuiweka pale ilipo, lakini bahasha ilikuwa imeanza kuchakaa, kana kwamba imefunguliwa mara nyingi. Vidole vyake viligusa kingo,
ikafunguka kidogo. Akajikaza asione, lakini macho yake yaliona maneno machache. Deni la rehani. Kama hulipa, nyumba itachukuliwa. Alifunga haraka, akaiweka pale ilipo, moyo ukidunda kwa kasi. Hamisi aliporudi jioni, alimkuta Zawadi akiwa kimya isivyo kawaida. "Una nini?" aliuliza. Zawadi alisita. Kisha akaamua. "Nimeona barua yako. Samahani, haikukusudiwa." Uso wa Hamisi ulibadilika. Aliketi kitini, akashusha kichwa. "Umesoma?" Zawadi alitikisa kichwa haraka. "Sikukusudia, lakini nimeona maneno machache." "Rehani?" Hamisi alivuta pumzi ndefu. "Biashara ilishindikana. Nimeshindwa kulipa mkopo wa nyumba kwa miezi 3. Benki imenitishia kuchukua nyumba. Watu hawajui. Hata watoto wangu hawajui." Zawadi alikaa karibu na Hamisi, moyo ukimchoma. "Basi utafanyaje?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Hamisi alipiga makofi mara moja. "Sijui. Nimejaribu kutafuta mkopo, lakini hakuna aliye tayari kunikopesha. Watu wanaona mzee kama mimi si salama." Alicheka kwa uchungu. "Nimekuwa nikifanya biashara ya nguo Mombasa, lakini soko limezorota. Watu wananunua nguo za mitumba, si za bei yangu." Zawadi alitazama nyumba yao iliyochakaa. Ikumbukwe kwamba Hamisi alikuwa anajitahidi kuwaweka watoto shule na kudumisha nyumba. "Kuna njia gani ya kupata pesa haraka?" aliuliza. Hamisi alitazama dirishani. "Nina shamba kidogo nyumbani kwao Kwale. Nimejaribu kuliuza, lakini hakuna mnunuzi. Watu wanataka mashamba makubwa, si hilo dogo." Aligeukia Zawadi. "Usiwe na wasiwasi. Nitapata njia. Usiwaambie watoto." Zawadi aliinua kichwa. "Sitaambia. Lakini nahisi sina haki kukaa hapa ni kila chakula chako wakati unapambana na matatizo." Hamisi alimnyamazisha kwa ishara ya mkono. "Wewe kukaa hapa si tatizo. Tatizo ni deni." Usiku huo Zawadi hakulala. Aliwaza juu ya jinsi angeweza kumsaidia Hamisi. Alikuwa na ujuzi wa kushona nguo aliyojifunza shambani. Aliwaza kama angeweza kushona nguo na kuziuza. Asubuhi alimwambia Hamisi wazo lake. "Ninaweza kushona. Ikiwa utanunua kitambaa, nitaanza kushona nguo za watoto, watu wananunua." Hamisi alimwangalia kwa shaka. "Unajua kushona?" Zawadi alitabasamu. "Mama yangu alikuwa mshonaji. Alinifundisha tangu nilikuwa mdogo. Ninaweza kushona makoti ya watoto, mashati, hata nguo za wanawake." Hamisi alichukua sarafu chache alizokuwa nazo. "Hizi ni pesa za chakula cha wiki. Nikitoa tutapata nini?" Zawadi alishika mkono wake. "Niamini, nitalipa kwa kazi yangu. Usinunue kitambaa kingi. Anza kidogo. Nikishona, utaona." Hamisi alitazama macho yake yenye dhamira. Akakubali. Alikwenda soko, akanunua kitambaa cha rangi angavu cha kutosha kushona nguo 5 za watoto. Aliporudi, alimkuta Zawadi akiwa tayari ameweka cherehani yake ya zamani aliyoleta shambani. "Nilileta cherehani yangu nikitoka. Nilidhani nitaitumia kutafuta kazi. Sasa ndio wakati wake." Zawadi alianza kushona kwa bidii. Siku ya kwanza alikamilisha nguo 2 za watoto, suruali ndogo na shati lenye rangi ya buluu na njano. Hamisi alizichukua, akazipeperusha kwa jirani zake. Bi Rehema, jirani yao mkali, aliziona na kupendezwa. "Nani ameshona hizi?" aliuliza. "Msichana anayenisaidia nyumbani. Anatafuta kujipatia pesa." Bi Rehema alizichukua mkononi, akazichunguza kwa makini. "Kazi safi. Unauza kwa bei gani?" Hamisi hakuwa na bei, akamuita Zawadi. Zawadi alitoka ndani na kusema bei ya chini ili kuvutia wanunuzi. Bi Rehema alinunua shati moja kwa mtoto wa jirani. "Nitaleta wengine wakione," alisema huku akiondoka. Kabla ya jioni,
Wanawake wawili walifika nyumbani kwa Hamisi wakitaka kuona nguo. Zawadi aliwaonesha kazi yake, akapokea maagizo mengine matatu. Usiku alimwambia Hamisi akiwa na furaha, tunaanza. Ikiwa Mungu akitaka, hii itasaidia. Hamisi alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu. Una bidii Zawadi. Labda Mungu alikutuma hapa kwa sababu. Wiki ilipita, Zawadi alikuwa ameshona nguo 12. Wanawake wa mtaa walianza kumjua kama yule msichana anayeshona vizuri. Maagizo yakaanza kuingia kutoka hata vitongoji vya jirani. Hamisi alishangaa jinsi biashara ndogo ilivyoanza kuleta pesa. Lakini usiku mmoja, alipokea simu iliyomfanya uso wake ugeuke. Aliondoka nje, akazungumza kwa sauti ya chini. Zawadi alimsikia akisema, naomba muda zaidi na nitalipa. Aliporudi ndani, alikuwa kimya. Zawadi hakumuuliza, lakini alijua ni juu ya barua aliyoiona. Hamisi alikaa kitini, akachukua kikombe cha chai kilichokuwa kimepozwa. Benki imenipatia siku 10, alisema hata Zawadi asipouliza. Kama sitalipa deni la miezi 4, wataanza utaratibu wa kuchukua nyumba. Zawadi aliacha cherehani yake. Kiasi gani unadaiwa? Hamisi alipumua kwa shida. 700,000. Zawadi alishika pumzi. 700,000 ilikuwa pesa nyingi sana, zaidi ya yeye aliyeweza kufikiria. Kwa siku 10, Hamisi aliinua mikono yake. Nimejaribu kila njia, hakuna aliye tayari kunikopesha. Watoto wangu watapoteza nyumba ya baba yao. Zawadi hakulala usiku huo. Aliwaza juu ya jinsi Hamisi alivyomkaribisha nyumbani kwake, akampa chakula, akampa kazi, akampa heshima wakati alikuwa maskini na mpotevu. Sasa alikuwa na deni kubwa na hakuna mtu wa kumsaidia. Asubuhi alimwendea Hamisi akiwa amedhamiria. Naomba unipe ruhusa niongee na wanawake wanaonunua nguo. Naweza kupata maagizo mengi ya kushona, kisha tutafanya haraka kukusanya pesa. Hamisi alimwangalia kwa macho ya kushangaa. 700,000 ni pesa nyingi. Hata ukishona nguo 100, hutaweza kufikia hiyo pesa kwa siku 10. Zawadi alitikisa kichwa. Sitashona nguo tu. Nitaomba wanawake walipie mbele. Naweza kushona nguo za harusi, nguo za sherehe. Watu wanalipa bei nzuri kwa nguo za harusi. Hamisi alitabasamu kwa uchungu. Wewe ni msichana mwenye moyo mkubwa, lakini hili sio wazo zuri. Hutaweza. Zawadi alishika mkono wake. Hebu nijaribu. Kama sitafanikiwa, basi nitakubali niondoke, lakini nijaribu. Hamisi alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akaidhinisha kwa kichwa. Zawadi alianza kutembea kwa wanawake aliowafahamu kupitia biashara ya nguo. Aliwaelezea kuwa anaanzisha biashara ya nguo za harusi na sherehe, na anahitaji wanunuzi wa kwanza walipe mbele kwa bei ya punguzo. Bi Rehema, jirani yao, alikuwa wa kwanza kukubali. Nina harusi ya mtoto wangu mwezi ujao. Ikiwa utashona nguo nzuri, nitalipa nusu mbele, alisema. Zawadi alikubali. Aliendelea kutembea hadi alipopata wanawake wengine 3 waliohitaji nguo za sherehe. Kwa siku 2, alikusanya 1,500,000 kutoka kwa wanunuzi 4. Alipomkabidhi Hamisi pesa hizo, Hamisi alishtuka. Hii ni pesa nyingi, uliipata wapi? Zawadi alimweleza mpango wake. Hamisi alimkumbatia kwa mara ya kwanza. Mungu alikutuma Zawadi? Hakika Mungu alikutuma. Lakini Zawadi alijua kuwa walikuwa bado wana safari ndefu. Alikuwa ameahidi kushona nguo 4 ndani ya wiki 3, wakati akihitaji pia kushona nguo za wanawake wengine waliokuwa wameagiza. Alianza kushona usiku na mchana, akilala masaa machache tu. Wikendi ilipofika, Kevin na Messi walirudi nyumbani. Walipokuta nyumba imejaa vitambaa na cherehani ikiwa katikati ya sebelu, Kevin alikasirika. Baba, hii ni nini? Nyumba yetu imekuwa kiwanda. Hamisi alijaribu kumtuliza. Zawadi anasaidia. Tumepata pesa kidogo kutokana na kushona. Kevin alimwangalia Zawadi kwa macho makali. Wewe unatumia nyumba yetu kufanya biashara yako? Unamfanyia nini baba yangu? Zawadi aliinuka, akamwendea Kevin, KWA, utulivu. Sina ubaya wote. Baba yako alinisaidia nilipokuwa maskini. Sasa ninafanya bidii kumsaidia. Kevin alicheka KWA, dharau. Kumsaidia? Wewe ni mgeni. Hutujui. Unaweza kuwa unamtumia baba yangu KWA
ajili yako mwenyewe. Masi aliingilia kati. Kevin, wacha. Zawadi amekuwa akifanya kazi KWA, bidii. Amepata pesa nyingi KWA, kushona. Kevin aligeukia Masi. Wewe ni mtoto huelewi. Mtu huwe yu ana nia mbaya. Alitoka nje, akapiga mlango. Hamisi alikaa kimya, uso wake umejaa uchungu. Zawadi alirudi kwenye cherehani yake, akianza kushona tena, machozi yakimtiririka kimya kimya. Usiku wa manane, Hamisi alimkuta Zawadi akiwa bado anashona. Lala, umechoka. Zawadi aliinua macho mekundu. Nina wasiwasi, siku zinaenda haraka, bado tuna 500,500. Hamisi alikaa karibu naye. Zawadi, nahisi sina haki ya kukuelekeza kufanya hii kazi yote. Wewe si mjakazi wangu, wewe ni mtu kama mimi. Zawadi aliacha cherehani ikamwangalia. Hujui nilivyokuwa nikiteseka shambani. Mama yangu aliuza mbuzi wake wa mwisho kunipatia pesa za kufika Nairobi. Nilipotea, niliogopa, nilihisi nimekufa. Kisha nilikutana na wewe, ulinipa chakula, ulinipa makao, ulinipa heshima. Sasa ni wakati wangu kukupa msaada. Alishika mkono wake. Hii nyumba ni nyumba yako na itabaki yako. Nitaweza. Hamisi aliguswa sana, akashusha macho ili asionyeshe machozi yake. Wewe ni baraka, Zawadi. Mungu aliniletea baraka kwa njia yako. Walikaa kimya kwa muda, wakiwa na tumaini na hofu kwa wakati uliosalia. Jumatano asubuhi, Hamisi aliamka mapema na kwenda benki. Alikuwa amechukua pesa zote walizokuwa wamekusanya na Zawadi. Aliporudi, uso wake haukuwa na tabasamu. Zawadi alimwangalia kwa wasiwasi. Walisema nini? Hamisi aliketi kitini, akatoa risiti kutoka mfukoni. Nimelipa 300,000, bado tunadaiwa 400,000. Siku zilizosalia ni 5. Zawadi alishika pumzi. Alikuwa ameshona nguo 4 za wanawake waliolipa mbele, lakini pesa alizopata hazikuwa za kutosha. Nitafanya haraka, alisema huku akirejea kwenye cherehani. Hamisi alimshika mkono. Umechoka, una macho mekundu, unaenda kuumwa. Zawadi alitikisa kichwa. Sitakata tamaa, nimeahidi. Lakini ndani yake alihisi hofu ikimwingia. Siku 5 tu zilizosalia. Alijua hawezi kushona nguo za kutosha kufikia 400,000. Alianza kufikiria njia nyingine. Usiku alimuomba Hamisi ampe ruhusa aende siku inayofuata kwa wanawake wa kanisa ili kuomba maagizo zaidi. Hamisi alikubali, ingawa alijua hakuna mwenye pesa ya kulipa haraka. Kevin alirudi nyumbani bila kutarajiwa Alhamisi, akidai shule ilikuwa imefungwa kwa siku moja. Alipokuta Hamisi hayupo, aliingia ndani na kumkuta Zawadi akishona kwa bidii. Hakuzungumza naye, badala yake akaingia chumbani kwa baba yake. Alitaka kutafuta pesa za kununua viatu alivyovunja. Hapo ndipo alipokuta barua ya benki chini ya godoro. Aliifunua na kuisoma. Uso wake ulibadilika. Alitoka nje, barua mkononi. Zawadi, wewe unajua hii? Zawadi alitazama barua, akakubali kwa kichwa. Najua. Kevin alisimama kimya kwa muda, kisha akakaa chini. Baba na deni, nyumba inachukuliwa. Zawadi alimwelezea kila kitu. Jinsi Hamisi alivyojaribu kuficha ukweli, jinsi walivyokuwa wakikusanya pesa kwa kushona, na kwamba walikuwa na siku 5 tu zilizosalia. Kevin alishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Mimi nilikuwa namchukia wewe. Nilidhani unamtumia baba yangu. Alimwangalia Zawadi kwa macho ya kuomba msamaha. Samahani. Samahani sana. Zawadi alimshika mkono. Hakuna cha kusamehewa. Sasa tunahitaji msaada wako. Kevin alichukua jukumu la kusaidia. Alianza kutembea kwa wanawake wa mtaa akiwaelezea kwamba Zawadi anahitaji maagizo ya haraka ya nguo za sherehe. Aliwaambia ukweli juu ya nyumba ya baba yake ikiwa hatarini. Wanawake waliguswa. Bi Rehema, jirani yao mkali, aliwaongoza wengine kuchangia. Hii nyumba ni ya Hamisi. Hatutaki aachwe na watoto mitaani, alisema. Kwa siku moja, walikusanya 1,500,000 kutoka kwa wanawake wa mtaa na wa kanisa. Zawadi alipokea pesa hizo kwa mikono inayotetemeka. Asanteni, Mungu awabariki nyinyi nyote. Kevin alimkumbatia. Bado tuna 2,500,000. Siku zilizosalia ni 4. Zawadi aliwaza usiku kucha. Alijua hata akishona nguo za wanawake wote waliotoa maagizo, hataweza kufikia 2,500,000 kwa muda huo.
aliamua kuwasiliana na watu waliowafahamu shambani. Asubuhi, alimwomba Hamisi ampe simu yake. Nitaomba msaada kwao, labda kuna mtu anaweza tusaidia. Zawadi alipiga simu kwa njia ya jirani. Alipozungumza sauti yake ilikuwa ya haraka. Alimweleza mama yake kila kitu. Jinsi alivyopotea, jinsi Hamisi alivyomsaidia, na sasa jinsi nyumba yake ilivyo hatarini. Mama yake alisikiliza kwa makini. Kisha akasema, nina shilingi 20,000 nilizoweka akiba. Nitakutumia kupitia M-Pesa. Zawadi alimshukuru, akijua hiyo haitoshi. Lakini mama yake akaongeza, nitaomba msaada kwa wazee wa kanisa. Wanaweza kukusaidia. Zawadi alikata simu, akamrudishia Hamisi simu yake. Hamisi alimwangalia. Ulifanikiwa? Zawadi alitikisa kichwa. Sio kutosha. Hamisi alishika pumzi. Zawadi, nimekushukuru KWA kila kitu, lakini labda wakati umefika nikubali ukweli. Nyumba itachukuliwa. Zawadi alisimama imara. Hapana, sisi hatukati tamaa. Nina siku NNE, nitaweza. Lakini usiku huo alilia KWA siri, akijua kwamba alikuwa anapambana na wakati ambao hauwezi kushindwa. Siku ya 7, Jumapili, Zawadi alikuwa ameshona NGU nyingi, lakini pesa aliyokuwa nayo ilikuwa 3,500,000. Bado alihitaji 3,500,000. Kevin na Messi walikuwa wamekwenda kanisani wakiomba KWA bidii. Hamisi alikuwa amekaa nje akitazama mbali. Zawadi alimwendea. Leo ni siku ya mwisho. Kesho tuna pesa ngapi? Hamisi alimwangalia kwa macho yenye uchovu. 3,500,000. Bado tunahitaji 3,500,000. Zawadi aliketi karibu naye. Nimejaribu kila NGE. Nimepiga simu kwa watu wote niliowajua. Hakuna mwenye pesa za kutosha. Hamisi alitabasamu kwa uchungu. Hujalaumu, umefanya zaidi ya nilivyotarajia. Ikiwa Mungu hataki, basi hataki. Zawadi alimshika mkono. Sitakata tamaa hadi saa ya mwisho. Kuna njia moja sijajaribu. Hamisi alimwangalia. Njia gani? Zawadi alisita kwa muda, kisha akaamua. Nina rafiki yangu Shiku, yule aliyenipea anwani iliyonileta hapa. Yeye anafanya kazi katika kampuni kubwa, labda anaweza kutusaidia. Hamisi alitikisa kichwa. Hujui kama atakubali, amekosea kukupa anwani. Zawadi aliinuka, lakini nitaenda kumtafuta leo. Zawadi alienda Block C akitafuta nyumba ya Shiku. Alipofika, aligonga mlango kwa moyo unaodunda. Mlango ukafunguliwa na mwanamke mwenye umri wake, aliyevaa vizuri. Shiku! Zawadi alipiga kelele. Shiku alisimama kimya, uso wake ukionyesha mshtuko. Zawadi, nilidhani umefika nyumbani kwangu siku ile. Nilirudi nikakuta hujafika. Nilikuwa na wasiwasi. Zawadi aliingia ndani, akamwelezea kila kitu. Jinsi alivyopotea, jinsi alivyoingia nyumba ya Hamisi, na sasa jinsi nyumba hiyo iko hatarini kuchukuliwa na benki. Shiku alisikiliza kwa macho makubwa. Samahani Zawadi, nilikosea kukupa anwani. Nilikuwa nimeandika haraka. Zawadi alimshika mkono. Sitaki lawama, nataka msaada wako. Unafanya kazi katika kampuni kubwa. Je, unaweza kunikopesha pesa? Shiku alitazama chini. Nina pesa, lakini si 3,500,000. Nina 100,000 tu. Zawadi alishuka moyo, lakini hakukata tamaa. Nipe 100,000, nitaendelea kutafuta iliyobaki. Zawadi alirudi nyumbani kwa Hamisi akiwa na 100,000 kutoka kwa Shiku. Sasa walikuwa na 4,500,000. Walihitaji 2,500,000 tu. Usiku ulikuwa umeingia, na kesho ilikuwa siku ya mwisho. Hamisi alikuwa amekaa nje akiwa ameshika kikombe cha chai kilichokuwa kimepozwa. Umefanya yote uliyoweza. Napenda nikushukuru. Zawadi aliketi karibu naye. Bado hatujamaliza. Kuna wakati hadi saa ya mwisho. Wakati huo Kevin na Masi walirudi kutoka kanisani. Walikuwa wamechangamka. Baba, tumekuwa tukiomba kwa bidii. Mungu atatusaidia, Masi alisema. Kevin alitoa bahasha kutoka mfukoni. Watu wa kanisa wamechangia hii pesa baada ya kusikia shida yetu. Hamisi alifungua kwa mikono inayotetemeka. Aliangalia ndani, macho yake yakachanua. 100,000? Kevin alitabasamu. 100,300. Zawadi alihesabu haraka. Sasa walikuwa na 5,800,000. Walihitaji 1,700,000 tu.
Zawadi alikumbuka kuwa mama yake aliahidi kuomba msaada kwa wazee wa kanisa shambani. Alimwomba Hamisi ampe simu yake tena. Alipiga namba ya jirani, akamwomba muite mama yake. Alisubiri kwa muda mrefu, moyo ukidunda kwa kasi. Mama yake alipoitikia, sauti yake ilikuwa ya furaha. Zawadi, wazee wa kanisa shambani wamechangia pesa. Wamesikia shida yako na wametuma 100,000. Zawadi alilia kwa furaha. Mama, asante. Asanteni sana. Alipokatiza simu, akamwambia Hamisi, 100,000 kutoka kwa wazee wa kanisa shambani. Sasa tunahitaji 700 tu. Hamisi alisimama, akamkumbatia Zawadi kwa nguvu. Wewe ni mtumwa wa Mungu. Hakika wewe ni mtumwa wa Mungu. Lakini bado alikuwa na shida. Wangepata wapi 700 saa hizi za usiku? Kevin alitoka nje, akarudi baada ya nusu saa. Nimezungumza na Bi Rehema. Amekopa kutoka kwa wanawake wa mtaa. Wametuma 400. Zawadi alihesabu tena. Sasa walihitaji 300 tu. Usiku ulikuwa umekwisha ingia saa 11 usiku. Benki ingefunguliwa saa 3 asubuhi na walihitaji kuwa na pesa zote kabla ya saa 10 jioni waliopewa muda. Walikuwa wamechoka, lakini hakuna aliyetaka kulala. 300 tu, Zawadi alijirudia. Hamisi aliingia ndani, akaichunguza nyumba yake. Alichukua saa yake ya zamani aliyoipenda, aliyohifadhi tangu waolewe. Nitaenda kuiuza kwa duka la rehani. Zawadi alimzuia. Hiyo ni kumbukumbu ya mke wako, usiiuze. Hamisi alitikisa kichwa. Mke wangu angependa nyumba yetu ibaki. Saa ni kitu, nyumba ni makao. Alitoka na Kevin, wakaelekea kwa mwenye duka la rehani aliyofahamika. Walirudi baada ya saa 1, Hamisi akiwa na 300 mkononi. Alimkabidhi Zawadi. Sasa tumefika. Zawadi alihesabu pesa zote pamoja na Hamisi, walikuwa na 700,000 kamili. Kesho asubuhi tutakwenda benki, Hamisi alisema kwa sauti iliyojawa na shukrani. Jumatatu asubuhi, Hamisi, Zawadi, Kevin na Masi walikwenda benki pamoja. Hamisi aliingia ndani, akalipa deni lake kamili. Alipotoka, alikuwa na tabasamu kubwa usoni mwake. Nyumba yetu imeokolewa, aliwatangazia wote. Kevin na Masi walirukaruka kwa furaha. Zawadi alisimama pembeni, machozi ya furaha yakimtiririka. Hamisi alimwendea, akamshika mkono. Zawadi, ulikuja nyumbani mwangu kwa bahati mbaya, lakini Mungu alikutuma kwa sababu umeniokoa nilipokuwa nimezama. Zawadi alijifuta machozi. Wewe ndiye uliyeniokoa mimi nilipokuwa mpotevu. Ulipokea mgeni, ukampa chakula, ukampa makao. Mimi nimejifunza kutoka kwako. Wiki iliyofuata, Zawadi aliendelea kushona nguo, lakini sasa alikuwa amepanga biashara yake ndogo. Hamisi alimpa nafasi ya kukaa nyumbani kwake hadi atakapojisimamia. Kevin alianza kumuita dada yangu na Masi akampenda kama dada mkubwa. Na nyumba ya Hamisi iliyokuwa karibu kupotea ikawa nyumba ya upendo na matumaini mapya. Zawadi alijifunza kwamba makosa yanaweza kuleta baraka, na Hamisi akajifunza kwamba wakati wa shida Mungu hutuma msaada kwa njia usiyotarajia.